Nafikiri mnafahamu na mnakumbuka kwamba hapa mahakamani kuna kesi namba 83/23 ya mwaka 2025 maarufu kama kesi ya mgogoro wa mali za chama, kesi iliyofunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Zanzibar, ambaye kimsingi alifungua maombi hayo tarehe 9 mwaka jana mwezi wa 4, siku ambayo mwenyekiti wetu Tundu Lissu anakamatwa akiwa Songea. Kesi ikaitwa hapa mahakamani na leo imefikia tamati kesi hiyo. Na kimsingi vile vile mnakumbuka kwamba wakati kesi inaendelea tuliandika barua kwa Jaji Mkuu kulalamika juu ya mwenendo mzima wa kesi hii, na jalada likaitwa mahakama ya rufani. Baada ya kuitwa mahakama ya rufani, mahakama ya rufani ikatoa amri kwamba tusikilize au mahakama kuu isikilize kwanza pingamizi la awali juu ya uhalali wa hati ya mashtaka hati ya madai ambayo ilifunguliwa na Said Issa Mohamed pamoja na wenzake, na tulisikilizwa madai hayo au mapingamizi yetu. Baada ya kusikilizwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Ngunyale, na leo madai hayo ya Said Issa Mohamed na wenzake wawili yametupiliwa mbali na mahakama hii. Kwa hiyo hivi tunavyozungumza kisheria sasa, na maombi mengine yote ambayo yanaendana na hii kesi ya msingi nayo yanakufa kifo cha asili. Kwa hiyo shauri hili limeshaondolewa hapa mahakamani bila gharama. Lakini tunaomba tuwakumbushe tu kwamba madai yao yalikuwa ni matatu, kwamba chama kimekuwa kikiwabagua Wazanzibari au wanachama wa Zanzibar kwa maana ya rasilimali za chama au mgawanyo ambao sio sawa rasilimali za chama. Vile vile wakalalamika kwamba viongozi ambao ni waandamizi wa chama wamekuwa wakitoa kauli ambazo zinavunja muungano, na vile vile wakalalamika kwamba kumekuwa kuna ubaguzi wa kidini na kijinsia kati ya Zanzibar na Tanzania bara. Lakini sheria inasema kwamba unatakiwa uonyeshe ni muda gani malalamiko yako yameanza. Sasa kwenye hati yao ya madai hawakuweza kuonyesha malalamiko yameanza wakati gani, na mahakama imesema imeshindwa kujua msingi wa malalamiko yao umeanza tarehe ngapi na muda na lini. Sasa kisheria unatakiwa uonyeshe muda ambao malalamiko yao yameanza. Sasa kwa kuwa wameshindwa kuonyesha muda wa hayo malalamiko ambayo nimeshataja, tafsiri yake ni kwamba maombi hayo yanakosa uhalali wa kisheria kuendelea kuwepo hapa mahakamani. Na leo hii ndio tumefika tamati ya kesi hiyo, na sasa chama bado kiko huru kuendelea kufanya shughuli zake za kisiasa. Naam, ndugu wa Tanzania wenzangu na wanachadema wenzangu, siku ya leo, tarehe ya leo ni ya kipekee sana. Kesi hii wakati inaanza, namba 83/23 ya mwaka 2025, wakati inaanza, toka awali tulisema kesi hii haikustahili kabisa kuwepo mahakamani. Ni kesi ambayo ilikuwa imetengenezwa, ilikuwa fabricated kabisa na watu ambao wako katika mifumo, na waliwatumia waliokuwa hawa ambao walikuwa ni wanachama wetu na wengine ni viongozi kabisa kwenye ngazi ya bodi, kuja kuileta kesi hii ambayo ilikuwa ni kesi batili kabisa. Wakati kesi hii inaanza, mimi pamoja na wakili Edson Kilatu tulikwenda Kigamboni, nyumbani kwa marehemu sasa Mama Maulida Kom. Alituambia kwa maneno yake na akatutajia majina ya watu watatu waliokwenda nyumbani kwake wakimshawishi awe sehemu ya kesi hii, lakini walimpotosha kwamba unasaini nyaraka tu ili Zanzibar ipate mgao wa fedha ambao watu wa Tanganyika wameupata. Mtoto wa huyu mama alinipigia simu mimi akaniambia mama yangu ni mtu mzema amepotoshwa. Kwa tulivyokwenda, huyu mama alinisimulia haya mambo yote na akasaini kiapo cha kusema ukweli. Akanitajia majina ya hao watatu. Akayataja kabisa na akasema wamenipotosha. Akasaini kiapo mbele ya wakili Edson Kilatu. Baadaye walimtisha yule mama, akaja mahakamani, mama marehemu akaja mahakamani akakana kiapo alichokiandika mwenyewe na ukweli wote aliyousema. Maneno haya aliyasema pia nilimleta mbele ya bodi yote ya wadhamini. Akasema kesi hii tumelazimishwa tusaini. Ninyi ni mashahidi Wazanzibari, viongozi na wanachama, jinsi ambavyo walikuwa wanapinga
mwenendo huu na jambo hili kwamba hii ni kesi batili. Wazanzibari na hatuna hiyo shida, sisi tunaishi na tunafanya kazi zetu kama kawaida. Hii ni haki tuliyoistahili, hii ni haki tuliyoistahili kabisa. Hatuna yoyote hapa wa kumsifu wala kumpongeza. Tulistahili hii haki na hatukustahili kabisa kupitia kipindi cha siku 310 cha kifungo batili ambacho tulikipitia. Tulistahili hii haki na hatukutakiwa kupitia haya yote ambayo tumepitia. Mungu ni mkubwa, Mungu ni mwema, huu batili umeisha. Mungu ni mkubwa na kazi zetu sasa zinaendelea. Mungu ametusaidia, chama chetu kimeendelea kuwa imara pamoja na kifungo hiki. Chama chetu kimeendelea kuwa imara sana 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 sana.